tunashukuru Mungu tumepata pointi 3 goli 3 vya halali. Si huwa tunakula vya halali. Si huwa tuchinji. Na wala mechi yetu haiishi kwamba watu wakawa na mashaka. Watu wanakabana, inaonekana wanakabana, magoli yanafungwa, inaonekana kweli haya ni magoli yanafanya nini? Yanafungwa. Umeelewa? Sisi tofauti na wao, tofauti. Magoli 3 pila safi, pila biliani, mmetandaza soka la kutosha JB64. Na pale leo watu wamecheza kwa tahadhari kwa sababu wanajua sasa hivi marefa wetu hawa kama mnavyowaona, refa leo umeona penalty aliyoitoa kwa sababu sheria mchezaji yoyote akiingia katika kudefense sawa anatakiwa aweke mikono nyuma. Kagoma alikuwa ameweka mikono nyuma, lakini mwisho wa siku ule mpira umekuja kumgonga kwenye mkono, ikiwa mkono huko back of the bone, lakini tayari refa amefanya amefunika penalty. Kwa hiyo moja kwa moja inakuonyesha kabisa kwamba kuna mambo mengi. Ndio maana wachezaji wamecheza kwa tahadhari ili kuepuka hizi kadi za njano hizi. Kutaka Loemba asicheze, kutaka Aula asiwepo, kutaka Libe Segwe kuwepo. Ndio maana leo watu wamecheza kwa tahadhari kubwa sana. Kwa hiyo kikubwa tunashukuru Mungu tumepata pointi 3 na goli 3. Family line. Magoli yote 3 yametoka mapana ya pembeni ya uwanja. Nazungumzia Libasa Gwe, lakini Anseti Oura pamoja na Elie Mpanzu Kibisawala. Tuanzie goli la kwanza la Libasa Gwe, anafikisha magoli 4 hivi sasa. Mimi nilishazungumza kwa mtu mgeni asiyemjua Libasa Gwe, sawa ndio anaweza akafanya nini akawa na mashaka naye, lakini Libasa Gwe sio mchezaji wa kawaida. Ingawa kuna mchambuzi mmoja ashaingia kwenye 18 za watu sasa hivi anayeongea uhalisia wa mpira, sasa hivi naye anaanza kuongea ushubwada. Sawa, nadhani jana kati ya jana kuna mchambuzi mmoja kwa jina tunamhifadhi, lakini nadhani watu wengi wamemsikia anasema Libasa Gwe ni mchezaji wa kawaida. Sasa Libasa Gwe anamuonyesha kwa vitendo. Unajua wachezaji wa Simba ni materialist siku zote huwa wana prove kwa nini? Kwa vitendo. They prove by action. Kwa hiyo Libasa Gwe atakuja kuwaonyesha tena. Labda akishawafunga Yanga ndio atasema huyu sio mchezaji wa nini? Wa kawaida, lakini ukiangalia viungo washambuliaji wa Simba ndio timu pekee ambayo ina viungo washambuliaji wana hatari kubwa sana. Umeelewa bwana? Na wanaonyesha kwamba wana uhatari wa kiasi gani. Leo umeona sawa the way na Mungu alivyokamatwa. Sawa pembeni walivyokamatwa katikati, kila idara wamefanya nini? Wamekamatwa. Lakini kikubwa awali ya yote sisi tunasema tu tumepata pointi 3, tunajiandaa na mechi ijayo. Mechi ilikuwa na tahadhari kubwa. Tumeshukuru tumecheza, tumetoka na yellow card moja. Lakini vinginevyo tunamshukuru Mungu kwa kupata pointi 3 na magoli 3. Anse Oura leo pia ameingia kambani. Yule mwamba kawaida yake. Yaani kama marefa watakuwa wanachezesha mpira wa fair. Anse Oura Libasa Gwe ni watu wa kufunga kila mechi. Sasa hivi tayari ana goli takriban 4 au 5. Ukichanganya na klabu bingwa, umeelewa bwana. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kufunga na ana uwezo wa kufanya nini? Wa kuassist. Leo kikubwa kilichonifurahisha mimi nimemwona Mpanzu tayari anazidi kurudi, ashafika 70% na sasa hivi. Kwa Mpanzu anarudi katika nini? Katika ule Mpanzu wake. Sasa hawa wanaokuja wajiandae na wajitahadhari, wawe na tahadhari kubwa sana na Simba na watakuja kuonyeshwa. Kwa namna ambavyo Simba imecheza hii leo, penalti kwanza ile ni halali? Penalti sio halali kwa sababu ile mikono ilikuwa nyuma hiyo. Sawa, mikono ilikuwa nyuma kama sheria inavyosema. Sawa, kwa hiyo ile haikuwa nini? Haikuwa nani? Ball hand. Haikuwa hand ball, ilikuwa ni ball hand. Kwa hiyo referee kaamua kufunika, lakini Simba sio watu wa kulalamika. Sisi tumeshukuru Mungu na hatimaye wametuharibia clean sheet yetu, lakini haikuwa penalty halali sasa. Baada ya Alan Okello kufunga mchezo dhidi ya Mbeya City, mjadala ukaja kwamba Alan Okello ni bora kuliko Libasa Gwe. Sasa hata wewe kwa macho tu rafiki yangu unaweza kumlinganisha kwa Libasa Gwe na Alan Okello. Mjadala ulikuja hivi. Yaani ni mbingu na ardhi. Ni mbingu na ardhi. Libasa Gwe, Haura hawa wachezaji katika mawinga hapa Tanzania. Yaani huyu Libasa Gwe unaweza ukamfananisha na mchezaji mmoja tu wa Simba na mmoja tu wa Yanga. Unaweza ukamfananisha na Lunyamira aliyepita miaka ya nyuma. Lakini sio hivi sasa. Umeelewa? Au nani? Jose Luis Mixon. Ndio unaweza ukamfananisha na nani? Unaweza ukamfananisha na Libasa Gwe. Lakini kwa hao mawinga wa ndani, wewe bwana wewe nitake lazi bwana. Yaani huyu kwa hiyo hao ambao wanafananisha Alan Okello unajua? Ngoja nikwambie. Alan Okello sio mchezaji mbaya. Lakini huwezi ukamfananisha na Libasa Gwe. Libasa Gwe ni mchezaji ambaye spidi yake ni kubwa. Si umeelewa? Ana spidi kubwa, ana uwezo wa kukevu, ana nguvu. Yaani ana kila kitu, ni mbishi, anawafuata mabeki. Sijui umeelewa? Hivi magoli aliyofunga Libasa Gwe. Ushawahi kuliona kwa nani kwa Alan Okello? Tangu ajianga ashawahi kufunga magoli. Mpaka tangu Uganda mimi namfuatilia Alan Okello. Hajawahi kufunga magoli kama yale.
Alan Okello magoli atakayofunga ya kawaida, kaingia kwenye 10 kwenye ngapi ndio anaweza akafanya nini akafunga, lakini sio kevu. Yani kwa mfano kama ile goli la mechi iliyokwisha juzi, acha ya leo, kaondoka na mabeki 4 mpaka anaingia nao ndani ya box, wanamkwatua lakini kaingia mpaka anafunga. Yani Ribe Segwe ananikumbusha Luis Mixon mechi ya dabi ya 4-1 kama unakumbuka. Alinichukulia kijiji cha Yanga 8, Kizinga nakumbuka. Walichukuliwa 8 katikati ya uwanja na Jose Luis Mixon. Yani ndio maana mimi nakwambia hata katika status yangu, angalia kwenye status nimemtupia leo. Umenielewa Huyu mwamba yani nimeandika kabisa kwamba nimetupia. Sawa, ile Jose Luis Mixon alikuwa anakusanya kijiji cha nini? Kakusanya si mtendaji, mwenyekiti wa kata, si nani. Umenielewa bwana? Mpaka anakuja kuingia kwenye 18 anampa Chama anakuja anaipitisha tena, anaiomba, anapita. Ameenda yani amechezwa alafu katikati ya mabeki wawili, lakini refa akafanya akapeta akaweka kona. Si umeelewa? Alafu chini yake nikaandika kwamba huyu ndo Jose, huyu hapa ndo nini Libe Segwe ambaye amefanya nini, amezaliwa tena upya, ambaye amerudi sasa hivi. Kwa hiyo Libe Segwe huwezi kumfananisha na mchezaji yote. Yule ana DNA za mpira, kwanza ametoka Senegali. Sasa wewe Senegal unafikiri ni timu ya nchi ya kawaida? Jibi, tukiachana na hilo, Yanga wamvamia mchambuzi Wilson Oruma. Ahmed Ally ameingilia kati. Natumai hili sakata umeliona, tulizungumze kidogo. Mimi ninadhani unajua, yani Alikamwe anajisahau. Alikamwe mwenyewe jana nadhani au leo ameziongelea mechi za robo finali, akasema robo finali ya JKT na wao Meja Samuyo, anasema hii ndio mechi halali. Alafu akasema Coast sui na Singida, anasema halali. Sijui tena sijui nani na nani sijui, anasema halali. Lakini ya Simba anasema ile mechi yani kama ile mechi kwamba TRA watawauzia Simba nini mechi. Amezungumza tu. Umeelewa bwana? Na akaulizwa kuhusu Chobwedo, akasema Chobwedo kwa sababu huyu tayari ameshakuwa wa kwao. Ina maana tafsiri yake kwamba Chobwedo kama amefanya nini? Amenunuliwa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo hata yeye anafanya. Kwamba hata yeye anafanya. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida sana. Simba basi wangemshtaki yule nani Chuma cha Mjerumani. Ambukile. Ambukile si angeshtakiwa? Au Simba wangemshtaki hata Salamba. Lakini watu wa Simba, watu wa mpira, sisi tunapotezea. Wewe tafuta hoja, jitetee. Kwa sababu ukiangalia haya magoli 6 kiuhalisia, watu hawakabi. Mechi na Pamba ile sio sisi wala sio yule Wilson Oruma. Aliongea mwenyewe Baraza aliongea, hakuwaelewa wachezaji wake. Hawakuongea hivi. Alisema kwamba siwaelewa wachezaji wangu. Kwa hiyo watu wanaangalia aina magoli. Wewe hivi goli kama mfano magoli aliyofunga Aura, goli aliyofunga Libe Segwe, goli aliyofunga Chama lile juzi. Hivi haya magoli utakuwa na shaka nao useme kwamba timu imenunuliwa? Mabeki 4 mtu anaondoka nao anaenda anafunga. Mtu ana kevu, Chama katikati ya mabeki. Anaenda anafanya nini, ana kevu. Sasa yale magoli utakuwa na mashaka nayo. Lakini kuna magoli unaona kabisa yani beki anatanuka huku, mtu anakuja kati anagusa, anarudi. Wewe unaamini kwamba ni kweli Wilson Oruma anahoja kwenye mpira wetu wa Tanzania? Yaani kwa mpira wa Tanzania huwezi ukazuia hivyo vitu. Kwa sasa mpira wetu ulipofikia, wanachotakiwa hivi vilabu vijirekebishe. Lakini sio swala la kushtaki watu, mara kuwapeleka watu polisi, mara nini. Umeelewa bwana? Watafanya jambo. Watakuwa sio watu wa mpira. Sasa yeye akitaka kufanya hivyo na yeye asifanye, kwa sababu yeye ni mwongeaji sana. Kwa hiyo achukue tahadhari. Atamshtaki leo Oruma, lakini watu naye atakuja atajisahau, watu watapita naye. Yaani ndio mpira ulivyo. Kwa hiyo itakuwa alikiswaswa hapo. Si umeelewa? Kwa hiyo ni vitu ambavyo wanatakiwa tu kama wamuase, wampige biti, lakini sio kwamba umpeleke mahakamani mchambuzi. Basi watu watashindwa kuizungumza kwa sababu alichozungumza. Umeelewa bwana? Ni vitu ambavyo vimeonekana. Umeelewa? Sawa. Ingawa sio vya kimpira, yeye kakwambia kwamba hii mechi haichambuliki. Kwa nini haichambuliki? The way mechi ilivyokuwa inachezwa, mechi inachezwa upande mmoja. Sasa wewe hapo unamlaumu nini? Kwa hiyo wao watajuana wenyewe na mambo yao, sisi hatuyajui. Kwa sababu wao wachambuzi hawa sometimes wanawatumia, wanapitisha mambo yao, sometimes wao wachambuzi wanawachenjia kibao. Wao watajuana wao. Mimi nazungumzia Simba yangu. Jibi, msimu uliomalizika Meki Maxime katika uwanja huo wa KMC akiwa katika timu ya Dodoma Jiji aliruhusu goli 6 dhidi ya Simba. Msimu huu tena ameruhusu goli 6 akiwa na Mbeya City. Wakati anaruhusu goli 6 msimu uliomalizika, hakukuwa na haya maneno ya kwamba ameuza mechi, wameuza hivi. Kwa nini msimu huu amefungwa goli 6 akiwa na Mbeya City? Maneno yamekuwa mengi na wewe umekaliliwa hapa ukisema kwamba magoli safi dhidi ya Namungo sio kama wao. Magoli safi sio kama ya kununua. Kwa nini kunakuwa na maneno haya? Kuna magoli ya unajua, ngoja nikwambie. Umesikia? Ngoja nikwambie. Mimi sijasema kwamba wale magoli yamenunuliwa. Kutokana na aina ya magoli yalivyofungwa, yameleta mashaka kwa watu. Si umeelewa? Kwanza picha linaanza tu. Mbeya City wachezaji wao 7 wa kikosi cha kwanza wamekuwa pembeni.
Ulimsikia mwalimu alipokuwa hivi Kevin Kijili anaweza akakaa benchi Mbeya City? Hassan Dilunga. Hassan Dilunga kaenje Mbeya City. Yakubu Sone akaenje Mbeya City. Kwa hiyo ile viashiria, hata yeye Maxime kaongea, mnanilaumu mimi nini? Yaani nimefungwa sita, mnanilaumu wakati wachezaji 7 mmewaweka pembeni. Wamewafungia, sio wamewafanya nini, wamewasimamisha. Umeelewa? Anasema uongozi. Alafu tuje Dodoma Jiji na Simba, inajulikana ni mechi ambayo ni ngumu, ni mechi ambayo siku zote inajulikana. Dodoma Jiji watu wa kukaza, wamezidiwa aina ya magoli waliofungwa, ndio tunachoangalia sisi. Lakini Mbeya City walikaza sana kwenye mchezo wa awali. Mechi ya kwanza walikaza, kwa nini mechi ya pili wachezaji 7 wa kikosi cha kwanza wawekwe nje? Kuna shida gani? Kocha amezungumza. Yaani ni sawa mechi ya Singida na Yanga. Alidi Aucho golikipa na ule mwanani wote wamefungiwa miezi mitatu. Mechi ya Simba imefika miezi mitatu haijafika, wamefunguliwa. Sasa wewe hapo unachukuliaje? Sawa, JB mwalimu amekaliliwa akisema kwamba wachezaji walikuwa na utovu wa nidhamu. Alipewa oda kutoka kwenye management ya juu kwamba wachezaji kwa sababu wamekuwa hawana nidhamu, basi nenda na wale ambao wana nidhamu. Akisema kwenye mchezo dhidi ya KMC aliwatumia wao, na mchezo dhidi ya Singida ambao walifungwa goli nyingi, nao aliwatumia wao.